Na wasalimu wote katika jina la Kristo Yesu, na wakaribisha katika ibada yetu ya siku hii ya leo. Ningetaka tuombe tuweze kulipokea neno lake Mwenyezi Mungu. Baba wetu uliye juu mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje hapa duniani kama ilivyo pale juu mbinguni. Tunaomba kwamba nguvu zako zitatutawala. Tunaomba kwamba utanena nasi, utanena na hali zetu, utanena na maisha yetu kupitia neno lako. Nami Bwana, naomba unitumie kama chombo chako, nitakaze, unisaidie na unibariki. Katika jina Yesu Kristo nimeomba, amen. Nataka kulileta neno la Bwana katika Zaburi 91, Psalms 91. Topic ya mahubiri ya siku ya leo ni ya kwamba dwelling in the secret of the Most High. Psalms 91 verse 1 inasema, he who dwells in the secret places of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. He who dwells in the secret places, yeye anaishi katika mahali pasiri pake Mwenyezi Mungu. Huyu mtu ameamua kumchagua Mungu kuwa mlinzi wake, kuwa mahali pake pa kujificha. Na hii ndio, this is the character of a true believer, that he dwells in the secret places of the Most High God. Ya kwamba mahali pake ukikataa kumpata ni katika mavishoni mwake, na ni mavishoni mwake Mwenyezi Mungu. So leo nataka kuzungumza kuhusu dwelling in that secret places. Watu wengi hawajui siri, na siri ya ushindi, siri ya kuishi maisha ya ushindi, maisha ya amani, maisha ya baraka. Siri ni ya kwamba ni kuishi katika mahali palipo pasiri pa Mungu aliyetukuka. Na siku hii ya leo ninapoenda kulileta neno lake Mwenyezi Mungu, ningetaka kukupatia siri, na hii siri itasaidia maisha yako, itasaidia jamii yako kwa sasa na hata siku zijazo. Maana tunataka tuangalie faida gani ambao huyu mtu anayeishi katika mahali pasiri pake Bwana. Maana Mungu ako na mahali pasiri, na hii siri amejifunua kupitia Kristo Yesu. Mambo ilionekana kama imetengwa kwa watu tofauti, hii siri ameifunua, na hii siri ameifunua kupitia Kristo Yesu. Na kwake Kristo Yesu ambapo imeifunua kupitia wokovu, tunapoingia kwake sasa tunaishi watu ambao maisha yao yako na ya tofauti. Na nataka nizungumze benefits ya kuishi katika the secret places, siri kidogo ambao Biblia inayozungumzia. La kwanza ni ya kwamba that God shelter those or shelter them against, that God will shelter them against everything that will rise against them, whether storms, sunshine, or anything. When you dwell in the secret places, one thing that you enjoy is that God become your shelter. Ya kwamba Mungu atakuwa makao yako. Can you imagine ukimfanya Mungu makao yako? Now, tuna makao tofauti katika dunia hii. Tuna State House. I think State House is the most guarded place. Ni mahali ambapo pamelindwa sana mchana na usiku. Hawezi kuingia State House bila appointment. Na nafikiria inakuwa ni kazi ngumu sana ya kuingia pale, kwa sababu hapo ndipo rais wa nchi anapoishi. Sasa wewe unaweza kuamua ya kwamba mimi nitakaa chini ama mahali pa Mungu aliye juu mbinguni. Na jambo moja ambalo utakuwa na faida nalo ni ya kwamba that God become your shelter. Ya kwamba wakati wa storms,
wakati wa mvua, wakati wa jua kali. This Lord become your shelter. Na unajua ya kwamba when the Lord is your shelter, it means when the storms comes, that shelter has a great foundation. Iko na misingi iliyo imara. Maana ya kwamba hiyo misingi haiwezi kutingizika. Hata jua kali, na unajua jua inaweza kuwa kali katika mambo mengi. Kwa sasa katika nchi yetu ya Kenya kunanyesha mvua. Lakini katika mambo ya kiuchumi unapitia mambo ya jua kali. Jua ni kali. In other words, ni kama hakuna fedha. Lakini wale wamemfanya Mungu mafisho yao, they have a different song. The different song ni ya kwamba the Lord is watching over us. The Lord is our shelter. And this reminds me that singer who sang and said that the Lord is our shelter in the times of storms. So my dear friends, ni ya kwamba dwelling in these sacred places, one thing that you enjoy, that the Lord become your shelter. Nataka uone Bwana akiwa ndiye makazi yako. Hii ni kumaanisha hakuna adui, hakuna mishale. Hautahitaji serikali ama watu ambao wako na mabuduki na wako na vitu vya vita kukulinda. Maana the Lord himself is your shelter. He will shelter you from all storms. He will shelter you from sunlight. He will shelter you from any kind of forces that may come against your life. And I'm glad that the Lord is my shelter. Ya kwamba Bwana amejifisha. Bwana ni mahali pangu pa kuishi. Kama mtu anaweza kunitafuta, mahali ambapo mimi huwa ninapatikana ni katika makazi yake Jehova. Hapo ndipo mimi nipo. Jambo lile lingine ni ya kwamba that God become their refuge. In verse 2, in Psalms 91 verse 2, inasema ya kwamba that the Lord is he become my refuge, my fortress, my God in whom I trust. That God become a refuge. You know, nchi yetu ya Kenya kuna mahali tunaita Kakuma Refuge Camp. Mahali tumezingirwa na nchi ambazo wakati mwingine hakuna amani. And those guys wamekimbilia nchi yetu kwenda pale wapate usalama. Mahali pale wanalishwa, mahali pale kuna shule, mahali pale kuna biashara zinaendelea na hao refugees. Na ni vizuri when our Lord become our dwelling place, our dwelling sacred place. This is a place where we can run to. When he become our refuge. When he is our refuge, we run unto him, and our fortress in whom we trust. If those refugees does not trust the government of Kenya, hawawezi kukimbilia usalama wao katika nchi yetu. Na kwa hivyo, if our God is our place of refuge, it is because we trust in him. This is a place of refuge, meaning a place where we can run to. Pengine umekimbilia kwa watu wengine and you're full of disappointment. Hii inanikumbusha siku moja nilienda kutembea mahali na nikafikiria kwamba kwa muda nitakaa pale, but ile mambo ambayo nilipatana nayo pale nikasikia hapa si pahali pa kukaa, hapa si pahali hata pa kulala. Nikaamua niurudi. Kwa nini? Nilifikiria mahali nitaenda nitapata makaribisho, nitafurahia, maana alikuwa ni rafiki yangu. But it turned to be not a good place. Ninataka kusema nini? Ya kwamba Mungu is our refuge, mahali petu pa kukimbilia wakati tuko na shida. A refugee
hakimbii kama kwao kuna usalama. A refugee hakimbii kama kwao kuna vyakula vya kutosha. Maana tuna watu ambao wameathirika na njaa, wameathirika na vita. Unaweza kuwa unapitia vita vya aina fulani, vita vya kiroho, vita vya kimwili, vita vya kiuchumi. There is a place that you can make your secret dwelling place, and this is in the Lord our God and our Father. Hapa unaweza kukimbilia, and I can assure you for free ya kwamba wakati umefanya Bwana kimbilio lako, unapomkimbilia huyu Mungu, hapo utakuwa salama. Inamaanisha ya kwamba that your provision will be taken care of, that even your security will be taken care of. And that's why one singer sang and said, nimejifisha kwenye mwamba, mwamba usiotingizika. Nimejificha kwenye mwamba. Wewe unayenitazama na kunisikiliza, unaweza kukimbilia kwenye huu mwamba, mwamba ambao ni Kristo Yesu, mwamba ambao hauwezi kutingizika, mwamba ambao utakuwa salama, mwamba ambao utakulisha hapo wewe ukiwa mkimbizi katika maisha ya kawaida, katika maisha iliyo ya kiroho. Na unajua nini? Ya kwamba ukienda in those camps, they don't mind about where their next meal will come from, kwa sababu the owner of the camp will take care. Of course the international bodies will also take care. What does that mean? Ya kwamba wakati wewe umefanya Mwokozi your secret place, your secret dwelling place, it means he will take care of your needs. Ninashukuru Mungu that he has taken care of our needs. Hata nyakati kama hizi za corona, na this epidemic of corona, na mambo mengi ambayo yanafanyika katika dunia mzima, maana tumemfanya Mungu mahali petu pa kimbilio. Tumemfanya Mwokozi kimbilio letu. Ni kumaanisha anashughulikia vyakula vyetu, anashughulikia maisha yetu, na hata mambo ya ulinzi iko mikononi mwake. Kwa nini? Because we have made him our refuge and our fortress. Not only that, in whom we trust. Na nilianza kusema ya kwamba it is only in this place that there is no danger, there is no disappointment. Hallelujah. When you make your Lord God your refuge, you run to God, you make God your hiding place, one thing you'll be assured of, there will be no danger. One thing that you'll be assured of, there will be no disappointment for trusting in him. Because inasema kwamba at in whom I trust. Hawezi kukimbilia usalama kwa nchi ambao haina usalama, nchi ambao serikali yake iko na shida. Unaweza tu kukimbilia usalama mahali ambapo serikali iko imara, na serikali ya Yesu, serikali ya Mungu iko usalama, iko timamu. Ya pili ni ya kwamba this is a government that you can trust. Can you imagine unaishi mahali ambapo you don't even trust the owner of that camp? Utakaa na wasiwasi mwingi sana. Lakini unapomfanya Mungu kimbilio lako, you'll be assured that ya kwamba kuna mambo mengi ambao unaweza kusherekea. Jambo lile lingine ni ya kwamba when you run to him, he becomes a hiding place. Not only a hiding place, but a place of comfort. A place of comfort, a place of peace, a place of joy and peace. Mkimbiaji yule ambaye anakimbia vita, moyo wake haukuwagi na amani, moyo wake unakuwaga na shida nyingi sana. He is looking for a place of a comfort, mahali ambapo kuna usalama, mahali ambapo kuna starehe. And that's why those international bodies wanatumia fedha nyingi sana. Kuna madaktari, kuna vyakula, kuna mambo, hata shule na watoto wadogo. Rafiki yangu, tukimbilia kwake Mungu na mambo yetu itakuwa salama. Na tumtumainie. We trust in him. We trust in his
word, we trust in his promises, he shall never leave us nor forsake us. Another thing that happens or we benefit ni ya kwamba that the believers are encouraged, that they have hope in time of danger. Yeah, that time wewe hujui utafanya nini. Wakati when you have made our Lord God your secret dwelling place, you'll be saved from every snare. Verse 3 of the same chapter 91, it says, surely he shall save you from snares and deadly pestilence. He shall save you from snares. Mambo ambayo ni ya kuogofya, ya kwamba ukimfanya your dwelling place, zile vitu ambavyo ni vya kuogofya. Na tunaishi nyakati zile ambao tunaangalia runinga, habari ambazo tunazosisikia ni za kuogofya. Mara nyingi tunaangalia habari za ulimwengu, vile watu wanakufa na magonjwa ya corona. Nilikuwa ninaangalia another clip ya kwamba bodies za watu zinashukuliwa na forklift, ile tractor dogo inachukua mili, na unashindwa, God, where are we heading to? Lakini the Bible says in Psalms 91 verse 3 that he shall save you from snares and of course deadly epidemic. Mpendwa, unaweza kumfanya Mungu kuwa mahali makao yako ya asili, makao yako ya kukaa, ili ya kwamba kutokana na those snares of this world, because the world is full of snares, he will save you, he will keep you safe. Kuna wakati nilisema ya kwamba unless the Lord watches over us, yeah, all our efforts will be in vain. Lakini tunaweza kuamua ya kwamba tutamfanya Mungu kimbilio letu, atatulinda, atatuhifadhi hata zile nyakati ngumu sana za maisha. He will take care of us, he will watch over our lives. And this is what I've been feeling around this time, that our Lord is taking care of us, he will watch over us, he will lead us, he will guide us. Lakini sasa ni lazima tufanye uamuzi. Hii ni kumaanisha ya kwamba even those things that got you unaware, yes, ya mambo ambao inakupata bila wewe kutarajia, they are unseen sudden things, because there are so many things that are seen, unexpected things. This is what the Lord is saying, that he will save you if you make him your dwelling place, your sacred dwelling place. Those unseen things, yeah, hiyo mambo will preserve you from danger. Those threatening situations in life, huyu Mungu atakulinda, na tumejiweka mikononi mwake. Na nimeweza kukuomba ya kwamba si ujivishe kwake Mwokozi, ili ya kwamba hayo mambo, the sudden things that happen to human being, he will take care of them. Kwa nini? Our Lord sees the end from the beginning, anaona mwisho pale mwanzoni. Na mimi ningeomba ya kwamba katika maisha yako utajiashiria kwa yule ambaye kesho iko mikononi mwake. Utajiashiria mikononi mwa yule ambao ana ufahamu na ako na nguvu za kesho. Na unajua utakuwa salama, hata ukienda kulala hautahitaji Piriton, hautahitaji dawa yote kalala, utalala kama mtoto. Now, na jambo lile lingine ni kumaanisha ya kwamba si kukulinda tu kwa ile mambo ambayo inaonekana na mwanadamu, hata mambo ya spiritual life, kwa sababu maisha yako ya kiroho iko na adui wengi sana. Mungu atakulinda kutokana na maadui wa kiroho. Hii ni kumaanisha ya kwamba wale watu ambao wanaofanya mambo katika ulimwengu wa kiroho, ya kwamba hawatakuwa na uwezo juu ya maisha yako.
Hii ni kumaanisha hata kama kuna watu wamejaribu kufunikia wewe ama kufunga wewe, yes, those snares, God will break every shame. Yes, He will break every shame. He will bring down every mountain in your life. You will be safe under His shelter. Na ni kumaanisha ya kwamba that in His grace, that you will be protected by His grace from every attack of the enemy. And then the other thing that is very interesting in verses 4, inasema ya kwamba that He will cover you with His feathers and His wing. His faithfulness will be a shield. Can you imagine? When you make God your secret dwelling place, He Himself will become you. He will protect you. Hallelujah. Become your shield. He will protect you. He will cover you with His feathers. Kuku anapokuwa na vifaranga anawafunika na mabega yake, na hivyo ndivyo nasema hata katika Mathayo ya kwamba Bwana atatufunika na mabega yake na mabawa yake, na sisi tuko chini ya mabawa yake Mwenyezi Mungu. Mungu mwenyewe, God Himself. I repeat that. God Himself. He will cover you with His feathers. Another thing, His faithfulness will be your shield. Kama kuna maneno ambao ninayasoma katika Biblia that moves my heart, is about the faithfulness of God. And in verse 4, the Bible says, or the writer says, that His faithfulness will be our shield. I can testify of God's faithfulness. The Lord I'm talking about, He is faithful. I gave my life to the Lord when I was a young man, a young boy. And this far, the Lord has been faithful in my life. Na singang'ani kuashiria maisha yangu kwake. Kuna watu ambao wanafanya mambo ya ushirikina, mambo ya uganga, wanatafuta nguvu za wanadamu. Hizo nguvu za wanadamu will disappoint you. Hizo nguvu za wanadamu will fail you. Yes, hiyo vitu ambao wewe unatumia za kujikinga, they will fail you. You will be disappointed. They will fail you. But I have come with a good news. That the Lord our God, who is a place of refuge, who is our shelter, He is faithful. Not only faithful, but His faithfulness will become our shield. Ya kwamba uaminifu wa Mungu, oh hallelujah, He is our shield. Uaminifu wake ni ngao letu. Kuna wakati kama huu makanisa watu hawagani pamoja, na kuna watu wanaangalia wachungaji, wanafikiria kwamba wachungaji watatambika, wanafikiria kwamba wachungaji watakuwa na shinda. I can assure you that God is our shield. He will take care of us. He will take care of His people. Because God who is serve, He is a faithful God. Wait and see what the Lord will do to His people. And especially those who has made Him their secret dwelling place. Kama anasema atatufunika na mabawa yake, His feathers, He will take care. Imaanisha kwamba hatutasikia baridi. Na ukimwangalia kuku akiwa mdogo vile alivyo, haruhusu hao vifaranga wake wakuwe ataki na mwewe. Anakibizana na mwewe, anang'ang'ana na kila adui ambao anajaribu kuwanyemelea. Na siku hii ya leo inamaanisha ya kwamba that God will keep us safe. Yeah? Inamaanisha ya kwamba that tender mercy, yes, tenderness of God's love. You know, God is not a rough person. Yeah?
Unajua unaweza kuwa umelindwa na mtu, but that person is very rough. Yeah, I'm talking about the love of God, his tender mercy, his faithfulness, uaminifu wa Bwana. Na mimi nimejiashiria kwa uaminifu wa Bwana, and he is faithful. Na wale ambao wamekuwa waaminifu atasimama pamoja na wao. Ombi langu kwako mpendwa ni ya kwamba mufanye Bwana kuwa your secret dwelling place. Wakati kama huu ambao makanisa watu hawakusanyiki pamoja kwa sababu ya magonjwa, ukiwa pale nyumbani, mahali ambapo pengine mchungaji wako hajui hali yako, wewe mfanye Bwana kimbilio lako, mfanye Bwana mahali pako pa kujivisha. Hii inamaanisha ya kwamba atashughulikia wewe, atakulinda, atakuongoza na atasupply chochote ambacho unachokihitaji. Na zaidi, mchana na usiku huyu Mungu atakulinda, na uaminifu wake ni wa milele na milele. Mambo ambayo tunayasoma kuhusu uaminifu wa Mungu, alikuwa uaminifu na watu. Katika Biblia, he was faithful. Wakati wa Abraham, was faithful to him. Alimpatia kile alikuwa amemwahidia. He was faithful to his prophets, Elijah, Elisha. Nyakati zikafika, akajidhihirisha na nguvu zake. Na mimi ninaomba kwamba hata katika hali uliyo nayo, Bwana adhihirishe uaminifu wake. Lakini Bwana hawezi kuwa mwaminifu wakati wewe si mwaminifu. Have you been faithful? Kwa sababu hawezi kukimbia kwa Bwana. Unataka Bwana akuwe mwaminifu, haujakuwa mwaminifu kwake. You have not been faithful in your tithing. You have not been faithful in your giving. You have not been faithful even in your marriage, even in your life. You have to be faithful to experience the faithfulness of God. Because God's faithfulness, for us to enjoy God's faithfulness, ni lazima tuwe waaminifu. Na ninapoenda kumalizia, ombi langu ni ya kwamba ukamfanye Bwana kuwa mahali pako pa asili, mahali you are dwelling, sio visiting, not visiting but a dwelling. That's where you live. Hiyo ndio makao yako, hapo ndipo unakaa, hapo ndipo unalala. Mtu akikutaka hapo ndipo atakupata. You are dwelling place, not a visiting place. Unajua kuna pengine watu saa hii wamefurahi ya kwamba mchungaji akauliza Sunday ulikuwa wapi? Sikukuona kwa Bible study, sikukuona kwa ushirika. Lakini have you made God our Lord your dwelling place? Nataka nimalize na kuomba pamoja na wewe katika jina la Kristo Yesu. Ninakushukuru Baba wetu na Mungu wetu mchana huu wa leo na ibada hii. Umetunenea ya kwamba wewe ni mahali petu pa kujificha pasili. Na ninamuombea mtazamaji na msikilizaji ya kwamba atakufanya wewe mahali pake pasili pa kujificha. Atakuwa salama na utamulinda na utamuongoza na kuinua na kuheshimu na kuabudu. Na ni katika jina Yesu Kristo tumeomba na hata tumeamini. Amen. Ninawapenda wote na ninawaombea. God bless you. Thank you very much. God bless you. God bless you.